Ni majira ya mchana tarehe 20 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Tukihesabu kuna salia siku 10 pekee kuweza kuingia mwaka mpya, mwaka wa 2026. Na imani wewe msikilizaji wetu na mtazamaji utakuwa pamoja nasi tena mwaka wa 2026. Mwenyezi Mungu atakuepushia na yote ili tuende sambamba. Mpendwa msikilizaji, majukumu ni mengi, lakini moja kati ya jukumu kubwa tulionayo ni kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha, tunakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayoendelea mashariki mwa DRC, sehemu mbalimbali huko kwenye uwanja wa vita, jimboni Kivu Kaskazini, jimboni Kivu Kusini, lakini pia sehemu za jimbo ya Tanganyika. Na mchana wa leo tunakuletea kile kinachoendelea huko tarafani Mwenga, ambako taarifa zilitoka baada ya siku kadhaa za waasi kutangaza kuondoka katika mji wa Vira. Taarifa za siri zilionyesha kwamba waasi hao walijielekeza katika njia ya Mwenga. Sasa ni kipi ambacho kimetokea huko Mwenga? Hivyo nakusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi ili upate kufahamu na wengine pia wapate kuzifahamu kama kawaida. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadhan. Leo nakuletea taarifa kuhusu waasi wa AFC M23 kuingia kwenye mtego wa wazalendo huko tarafani Mwenga. Kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Na sambamba kabisa, natumai uko salama mara tena na karibu kuweza kuambatana nasi katika uchambuzi wetu wa habari za mchana wa leo. Kwenye ukuta naona ni saa 6 mchana. Na taarifa zetu za uhakika kutoka tarafani Mwenga zinaeleza kuwa wanamgambo watatu wa makundi ya waasi wa AFC M23 wa RDF wamekamatwa baada ya kuanguka kwenye mtego uliopangwa kwa umakini mkubwa na wapiganaji wa harakati ya PAPCO chini ya uongozi wa Jenerali Meja Nyakiriba Matebura Daniel. Hiyo ni kundi ya kizalendo. Operation hiyo ilifanyika katika eneo la Mwenga ambako vikosi vya PAPCO vilivyokuwa katika hali ya ulinzi na ufuatiliaji wa karibu kufuatia taarifa za mbinu za waasi kutaka kupenyeza kuingia katika tarafa hilo la Mwenga. Kupitia maandalizi madhubuti na ushirikiano mzuri wa wanajeshi, mtego huo ulifanikiwa kusababisha kukamatwa kwa wanachama hao watatu wa makundi yenye silaha bila hasara upande wa PAPCO. Vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa watu hao walikamatwa wakiwa wakijihusisha na vitendo vya kuvuruga amani, kuhatarisha usalama wa raia pamoja na kushiriki katika mipango ya kusambaratisha amani katika tarafani Mwenga pamoja na sehemu zingine. Baada ya kukamatwa, walichukuliwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi ili kubaini mtandao wao, malengo yao pamoja na wahusika wengine wanaweza kuhusika. Uongozi wa kundi hilo la kizalendo PAPCO umepongeza ujasiri, nidhamu na uzalendo wa wapiganaji wake na kusisitiza kuwa harakati hii itaendelea kupambana na vikundi vyote vinavyotishia usalama wa taifa, amani na uhuru wa wananchi. Kwa ujumla, operation hii ni ishara ya wazi ya dhamira ya PAPCO ya kulinda ardhi ya taifa na kusimama imara dhidi ya mahadui wote wa nchi. Ni vyema kukumbusha kuwa hawa si waasi wa kwanza kuingia kwenye mtego wa vikosi vya PAPCO huko tarafani Mwenga. Kwa ujumla, mnamo wiki moja pekee, takribani majeshi wasiopungua 10 wameshikwa mateka na vikosi hivyo vya kamanda Nyakiriba Daniel. Haya hapa ni mahojiano ya msemaji wa kundi la PAPCO na mateka hao watatu ambao wapo mbele ya kamera, na kusihi kuweza kuyafuatilia kwa umakini mwanzo mpaka tamati. Haya ndio yale ambayo yanajiri huko tarafani Mwenga, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu. Hii ni Amani TV, usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare habari zetu. Hamjambo wa ndugu wapendwa, mimi ni Mkamba David, msemaji wa jeshi la PAPCO ambayo imeongozwa na Jenerali Matebura Daniel, Jenerali na Kiliba. Hapa tumepatikana Mwenga leo, tuko tariki 19 ya mwezi wa 12 mwaka wa 2025.
Hapa tuko Mwenga na leo vendredi siku ya 5 tukitaja tunapatikana na wanajeshi kutoka huko kwenye AFC M23 ambao wamepatikana hapa na wamekuwa watatu. Hivyo wamekuwa watatu, kila mmoja tena kujieleza jina lake na kujieleza namna gani wamefikia hapa kwenye jeshi la PAPCO ambayo imeongozwa na Generali na Kiliba Matebura Daniel. Amjambo wa ndugu? Jambo. Wa kwanza jina ni nani? Ombeni Kasaudi Bosco. Ombeni Kasaudi Bosco. Kasaudi? Kasaudi Bosco. Okay. Merci. Wa pili? William Sanzimana Inosa. William Sanzimana Inosa. Okay. Watatu? Iraki Christian. Iraki Christian. Okay. Mmetokea wapi kwa kufikia jeshi la AFC M23? Tumetokea mu FARDC. Wewe ulikuwa FARDC? Ndiyo. Mwenzako? Na mimi nilikuwa FARDC. Na wewe panisha sauti. Na wewe ulikuwa FARDC? Ndiyo. Alafu na wewe? Mimi nilikuwa raia. Ulikuwa raia. Wewe umeukamata je? Walikamata sa vita sa Goma ilikamatiwa kama mimi ndio tulikuwa nagombana mheopora Goma. Ndiyo. Après kugoma mheopora Goma rafora ikukwaka si bote tukatosha teni. Tukaingia mugini kujuu tuone kama tunaweza pata njia kupitia tufuate kwenye bandugu yetu FARDC iko. Ndiyo. Nyuma kusema sasa tutoke wakafaa kufrefimo Goma njoo wakatukamata. Ndiyo, ni kusema kama ulikuwa jeshi la ulikuwa mu FARDC na baada ya kupigana na wanajeshi wa AFC M23 ukaona kama minisio imeisha upande ya FARDC, si ndio? Ndiyo. Na hapo ukaamua kutia silaha yulu kwa kujirikodi kujeshi la AFC M23. Si ndio? Tulijitosha, tulitoka mle mwepo tukajiingiza mugini tuketosha teni. Ndiyo, ukapokea raia. Njia yote inafungiwa hakuna kwa kupita. Ndiyo. Après nyuma sasa walifaa kufrefe. Njoo wanakuwa natukamata sasa na kutoa mu prison Rucho. Okay, alafu sasa ulikuwa muinite gani, mu regiment gani? Ulikuwa muinite gani huko? Nilikuwa mu 21 brigade RE Simba Zamo. Simba Zamo. Okay. Ni province gani? Nilikuwa mu Katanga Lubumbashi. Lubumbashi. Est-ce que sasa kule Lubumbashi kunapatikana vita kusudi ujiintegre mu M23? Kuko vita huko Lubumbashi wala ulikuwa tumikia wapi? Nilikuwa natumikia Goma. Ulikuwa tumikia Goma Nord Kivu. Ndiyo. Okay. Sawa. Huko wengine kuongeza pale? Hakuna kuongeza pale, ni kulomba tu kwa ndugu yetu nyie mtufikize kwenye sisi wa nani? Nyie wazalendo kuna kumbania inji. Mtusaidie kabisa sana, mtufikize kwenye FARDC iko kabisa, mtakuwa mnatusaidia sana. Sawa, ndugu wa pili umeitwa nani? William Sanzimana Inosa. Ukajikuta ukapatikana mu M23 namna gani? Tulitoka Lubumbashi na tunaenda kupigana vita Goma. Tulikuwa napigana mu Goma pale minisio iketuishia. Tulikuwa basha tukatia deja njia, bashafunga njia ya Bukavu. Wanafunga njia ya Mai na bakachomokea pale mu vile pale Virere na wanatokea Kisenyi. Sisi tulikuwa nyuma, hatukupata vile tutoke. Njoo tukiingia mu aeroport tukipigania mule. Minisio ikeisha, tukiamua tukutosha mateni. Tukivala mateni civil, njoo tukiingia mu malupango ya batu, bakituficha, kisha bakifanya macouvre-feu. Ba mingi walikofia kuporo kituko na bako nakimbia mu mabato, banapiga mabombe zinalungula pale, sebe tuliokokaka pale, donc ni Mungu yejisaidia. Asante sana. Ulikuwa munite gani na wewe? Mimi nilikuwa munite 21 brigade. 21 brigade. Mulikuwa na ndugu pembeni yako pale? Ndio kabisa. Asante sana. Kuna nyingine ya kuongeza? Ya kuongeza ni ndizo ongeza ni hivi tu, mimi na Mungu ananisaidia, mimi natoka kule kwa M23. Mungu ananisaidia mimi nafika kwa ndugu zangu wako. Donc ni kusema mbundezi kama mimi kwenye wenzangu mimi nafika kwenye wenzangu wangu. Ndiyo. Ni kuendelesha kazi, tunapigania nchi. Asante sana. Ndugu watatu? Mimi ni Iraki Christian. Panisha sauti. Iraki Christian. Ndiyo. Tupatie ulipatikana mu M23 namna gani? Na mimi nilikamatiwa wakati walikuwa nafanya couvre-feu Goma. Sauti tu. Ongeza sauti huko kwenu. Nilikamataka wakati walikuwa nafanya couvre-feu Goma, nilikuwa mganga natunza kwenye farmasi. Ulikuwa raia? Niko raia.
wakati walinikamataka, basi wakinibeba kumafunzo nikijifunza. Sauti tu. Wakinibeba kumafunzo nikijifunza. Njoo walituleta huko na mimi nikipata kawakaya kanani ginzi nikipata ginzi nichomoke kwa juu ni kwetu nikapambana wenzetu huko. Sawa. Maana ni kusema eski ulikuwa raia, ulikuwa tumika kwa pharmacien. Ndiyo. Kisha wakakukamata wakakuintegre mu armée ya AFC M23. Ndiyo. Alafu sasa kwa hivyo unaweza penda uingie mkijeshi wala unaweza penda urudilie maisha yako ya kawaida? Ikiwezekana na hizo rudilia maisha yangu ya kawaida. Ulipatikana wapi? Wapi ndio walitoshiaka? Province gani? Walitoshaka mu Nord Kivu Goma. Nord Kivu Goma. Quartier Katoi. Quartier? Katoi. Quartier Katoi. Sasa mmetokaje na kipi kimewasukuma muondoke mwa ile jeshi? Nini lituma unatoka kwa mjeshi ya AFC M23? Chekiliacha mimi natoka ni juu niko Kongole, ile ni armée rwandaise. Ndiyo. Mimi naona maisha yenye bako nayo kule haimerite juste kwa na volonté kuingia ndani. Ndiyo. Sasa tulifika hapa Sud Kivu. John baliniambia hapana, basi vile tuko nafaa kila mtu anafaa kilirode kumunja zake ujapate kwa yapiti. Ndiyo. Tunauliza ba civil wanatambia hapana. Kwenye bandugu wenu wa zalendo bako ni mwide kilima. Maana mnaweza kwa hata kukuya tunawakamata tunawabeba kwenye bako mnatabu kwa bandugu wenu lazima kuwa mnapona. Ndio na sie tukitoka tukachomoka kufika kwenye civil iko kamuuliza tuoneshe kwenye mbona nyangula sauti kusudi tuko na basiki mtoneshe nje huyo yenyewe nafika kwenye kudifese ya bazalendo kwenye iko tunawake tukifika pale tutabasibikie na yeye wake pale tutakuwa natusha pona tushafika mapongole wenzetu nje kutoka hivi. Ndio. Uliona nini kusudi utoke mu AFC M23? Kipi uliona nini uliona ya mubaya? Mimi niliona cha mubaya pale kabisa. Mimi nilitoka juu na mie bali nikamata mateka, niliingia na sipendi. Ndio. Bali nishika mateka na conditions zabo pale aziko za mzuri sana. Na bakongole pale bako natoa donc banatoa sana. Banatoa sana, ndio tuliona vile bakongole bako nakufa. Tunasema na vile tu bali tukamata mateka tunafika mwezi Sud Kivu. Njo tunapangana mimi na wandugu yetu njo tunatoroka. Ndio. Umetoka jua nini? Mimi kutoka kule tulikuwa naishi maisha mabaya sana. Ndio maisha mabaya ya kudiscriminate watu. Bana bagua makabila. Ndio. Njo maana kuona ile njo niliongeaka na wenzetu basi tukipanga ile ya kuchomoka na mpaka tuko hapa. Asante. Ujumbe gani mmeweka kwa ajili ya wao ambao wamebakia huko kwa ile nani kwa ile kunja ya rebellion AFC M23? Ujumbe gani mmeweka? Mungu asaidie na walinde. Kwa wale ambao wamebakia kule, wale wenzenu ambao wamebakia mwele movement AFC M23. Mnawaambia nini? Wale wa Kongole wote wanabakia kule, Mungu walinde na watafutishe njia nao ginzi wanaweza toka wanafika mu maisha yenye iko kamili. Hapana kuishi kule mpori kabisa. Bakwe na akili akili ya maana. Kwani sie tumepona kujua tumefika mikono ya Wakongole wenzetu hapa. Ujumbe mimi natakia wa ndugu zangu wenye wanabaki kule, Mungu awasaidie watoke wapate njia ya kutoka kule kwa M23, wakuya kutane wa ndugu yao wa Kongomani hapa kwa nafasi kwenye tuko na sie mnatupokelea salama. Hatukuwa najua kama tutafika hapa. Tunafika kabisa na wandugu wetu wanatuangalia, wafanye nguvu watoke pale, njia kabisa iko wazi. Asante. Ujumbe Wale wenzetu wa Kongole wanabakia kule watoke. Watoke jua nini? Watoke juu maisha mabaya. Sauti. Wale wa Kongole wenzetu wote kwa jule maisha yenyewe wanavivra iko maisha ya kibinadamu. Wote watoke wakuye tuendeleshe kazi sawa Kongole. Asante sana, na tunasema kwa jumla mujisikie huru sababu hii ni jeshi la PAPCO, chama cha ujengaji amani nchini Kongo, ambayo inaongozwa na General Major Nyakiriba Matebura Daniel. Naweza mnamsikiaka iko baze hapa Mwenga, imewapokea na haina buja kusema itabaua itabaiba huku na huku. Kila mmoja ataenda ku destination ya kwake sawa gisi umefika na sagisi ni ya kila mmoja. Jeshi la PAPCO ni jeshi ambao inatumika na umoja
nyinyi Wakongomani, na hakuna kitu tunaweza tukafanya cha mbaya kwa ajili yenu. Nawaza kama tangu hisi mlipokelewa hakuna cha mbaya mweza tendewa, si ndio? Hakuna. Asante sana. Leo tulisema kama leo ni siku ya 5 tariki 19 ya mwezi wa 12 mwaka wa 2015. Tunawashukuru na tunashukuru wengine ambao wametusikia, na ulimwengu mzima itakuwa inashuhudia jeshi la PAPCO Nyakiriba Matebura Daniel. Mimi ni msemaji Mkamba David. Asante.